fa in kunta fi shakkin, ikiwa huko katika shaka na wasiwasi, mimma anzalna ilaika, kutokana na kitabu ambacho sisi tumekuteremshia juu lako, fas'alil ladhina, waulize wale watu ambao kwamba yaqrauna alkitaba min qablika, waliokuwa wakisoma vitabu kabla yako. Kuna Mayahudi walioingia katika Uislamu, kuna Manaswara walioingia katika Uislamu. Kama una wasiwasi juu ya ukweli wa Mtume Muhammad, kama una wasiwasi juu ya ukweli wa Qur'ani, basi waulize akina Abdus Salam, ambao hawa ni Mayahudi walioingia katika Uislamu. Wao wana asili ya ilmu, watakwambia juu ya ukweli wa Uislamu na ukweli wa Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa in kunta fi shay'in mimma anzalna ilaika, anasema mfasiri, hadha ala sabili lfardhi. Aya hii imeletwa katika njia ya kukadiria, alfardhi wa taqdir, ay in faradha au in furidha, ikiwa patakadiriwa annaka shakakta, kwamba wewe una wasiwasi, fas'al, basi uliza. Qala ibn Abbas, lam yashukka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume hakupatapo kuwa na wasiwasi. Walam yas'al, wala Bwana Mtume hakupata kuuliza kwa sababu hakuwa na wasiwasi. Waqala Zamahshariyu, hadha ala alfardhi watamthil, hii imeletwa hapa katika kukadiria na mfano tu. Kaannahu qila, kama kwamba pamesemwa, fa in waka shakku mathalan, kama itajitokeza shaka kwa mfano, wa khayyala laka shaitanu khayalan, na shaitani akakuletea pepesi zilizokuwa si sahihi, takdiran, kwa mfano tu, kwa kukadiria tu, fas'al ulamaa ahli alkitabi, waulize wanawazuoni wa Kiyahudi, waulize wanawazuoni wa Kinaswara. Wa farqun adhim, na baina ya aya hiyo fa in kunta fi shakkin, kuna tofauti kubwa baina kaulihi na baina ya kauli yake Allah, wa innahum, wale makafiri Mayahudi, la fi shakkin minhu murib, wao wako katika shaka. Mtume anaambiwa ikiwa utakuwa katika shaka, wale wengine wanaambiwa wamo ndani ya shaka. Tofauti hiyo. Tayib, fa in kunta fi shakkin, ikiwa una wasiwasi na shaka, fas'alil ladhina yaqrauna alkitaba, waulize Mayahudi na Manaswara ambao ni wasomaji, min qablika, kabla yako, watakufahamisha juu ya ukweli wa Qur'ani, watakufahamisha juu ya faida za Qur'ani, watakueleza juu ya uwajibu wa kumfuata Mtume kama imekupitia shaka, ayuhal mukhatab. Bila shaka Waislamu hawana shaka juu ya ukweli wa Nabii Muhammad, hawana shaka juu ya ukweli wa kitabu alichoteremshiwa Nabii Muhammad. Na sio tu kitabu cha Nabii Muhammad, na sio tu Mtume Muhammad mwenyewe, bali Mungu ameusifu umma huu akisema, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minuna, ummati Muhammadi, waumini kullun, wote, amana billahi, wamemuamini Mungu kuwa ndio maabudi wao, wamemuamini Mungu kuwa ndio kimbilio na tegemeo lao. Amanna billahi wa malaikatihi
wakaamini kwamba Allah anao viumbe malaika, hata kama hawajawaona na kuwatambua, lakini maadamu mwenyewe Allah amewatangaza ana viumbe malaika, waumini wameliamini hilo. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wameamini vitabu vyote vilivyoteremka, wameamini mitume wote waliopelekwa. Alafu wanasema la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sisi ummati Muhammad hatumbagui mtume yoyote katika mitume aliyopeleka Allah, hatukibagui kitabu chochote katika vitabu alivyovipeleka Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Waqalu, waumini hawa wa ummati Muhammad kwa ujumla wao wamesema sami'na wa ata'na, sisi tumesikia amri zako ya Allah na tumekuwa watiifu, tutazitekeleza. Wa ati'na ghufranaka, tunachoomba sisi ya Rabbana msamaha wako. Wa ilaika Rabbana wa kwako wewe ndio marejeo. Wanalitambua hilo ummati Muhammad, hawana shaka. Na ndiyo maana katika aya ya 3 au ya 2 ya 3 Mwenyezi Mungu anasema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Man hum, akina nani muttaqun? Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hao ndio sisi. Alafu Mungu anasema ulaika ala hudan min rabbihim, hao ni watu wanaoishi na muongozo unaotoka kwa Mola wao. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio watu waliofanikiwa. Maneno ya Allah, mafanikio yetu yamo kuiamini na kuishi na Qur'ani. Mafanikio yetu yako katika kumfuata mtume fi'lan wa qawla, kwa vitendo na kwa maneno. Tumfuate mtume. Ndiyo Mungu anasema wa ulaika humul muflihun, hao ndio watu waliofanikiwa. Watafanikiwa katika dunia, watafanikiwa akhera, kama walivyofanikiwa maswahaba. Walifanikiwa duniani na wanafanikiwa akhera, kwa sababu walimuamini bwana mtume, waliamini Qur'ani, wakamuamini Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Tayyib, fa in kunta fi shakkin, kama wewe bado ungali na matatizo, una wasiwasi juu ya ukweli wa Qur'ani, una wasiwasi juu ya ukweli wa kufufuliwa, fasali, waulize alladhina, wale ambao kwamba yaqrauna alkitaba, ambao ni wasomi, min qablika, waliotangulia kabla yako. Ay is'al ahla alkitabi alladhina ya'rifuna at-taurata wal injil fa inna dhalika muhaqqaqun indahum, kwa sababu Qur'ani imehakikishwa mbele zao, au Nabii Muhammad kwa wao amehakikishwa, kama qasasna alaika, kama ilivyosimuliwa kwako. Wal gharadhu, madhumuni ya hii aya, dafu shaki, kuondoshwa shaka, an qisasil Qur'ani, kutokana na visa vyote vilivyozungumzwa na Qur'ani, usije ukawa na shaka navyo, ni vya kweli, ni vya haki, ni vyenye salama. Tunakwenda baada ya maelezo hayo, Allah mtukufu anasema laqad jaakal haqu, kwa hakika umekujilia ukweli, imekujilia haki. Kama kwamba maneno haya Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu anazungumza naye faragha,
kama kwamba ulimuuliza Allah tabaraka wa taala, vipi Qur'ani, vipi Nabii Muhammad, vipi kuhusu kiyama? Anazungumza Mwenyezi Mungu, laqad jaa alhaqqu min rabbika, umekujilia ukweli kutoka kwa Mola wako. Kuhusu Nabii Muhammad ni ukweli, kuhusu Qur'ani kuwa muongozo ni ukweli, kuhusu kufufuliwa ni ukweli, kuhusu pepo na moto ni ukweli. Laqad jaa alhaqqu, kwa hakika umekujilia ukweli, min rabbika, kutoka kwa Mola wako. Aijaaka ya Muhammadul bayanul haqu wal khabaru sadiqu, zimekujilia habari za kweli. Alladhi, khabari ambazo la yaatihi shakun, hazipaswi wala haziungiliwi na shaka yoyote. Kama hivyo ndivyo, fala takunanna minal mumtarin, usije ukawa wewe miongoni mwa wale walio na shaka. Usiwe na shaka yoyote, usiwe na wasiwasi yoyote kwamba Qur'ani ni haki na huo ndio muongozo rasmi wa maisha yetu. Nje ya Qur'ani, Waislamu tutakwama katika dunia, tutakwama kaburini mwetu, tutakwama huko akhera tunakokwenda. Kwa sababu hii dunia tunashuhudia, aliyotengeneza gari ya Nissan ametengeneza na vipuri vyake. Unapokwenda kununua gari ya Nissan, unapewa na mfuko ambao na kuna karatasi ndani yake inayokufahamisha chombo fulani nati yake au spana yake ni fulani, unafumua namna fulani, unafunga namna fulani. Aliyotengeneza Panado hakutengeneza tu Panado akakutilia katika boksi alafu wewe uwe unakula bila ya utaratibu. Ameweka maandishi ya kikaratasi mule ndani ili Panado iwe dawa, maana yake ufuate alivyoandika mtengenezaji. Ukiamua kuchukua boksi zima kwa sababu una homa kali, ukaamua kumeza zote, itageuka sumu ufe. Na Mwenyezi Mungu ndio aliyotengeneza ulimwengu. Ili ulimwengu uweze kuishi kwa salama, ni lazima uje katika hii Qur'ani. Ndio kile kikaratasi kilichomo ndani ya Panado kinachokufahamisha ili Panado iwe Panado, iwe dawa, ni lazima usome kikaratasi kile. Basi ili dunia iwe mahala salama pa kuishi, uondoke salama katika dunia, usiwe na bifu na mtu katika dunia, amekuletea Qur'ani. Soma hii ndio utaweza kuishi katika dunia kwa salama. Kinyume na hivyo, hii dunia ni dudu baya sana. Hii dunia ni zigo kubwa sana. Hii dunia ni fitna kubwa sana. Kuna watu wanafanya makubwa sana katika dunia. Wenye kuua wanaua, wenye kuzini wanazini, wenye kuiba wanaiba. Kwa sababu gani? Hawajamsoma mwenyewe aliyoitengeneza dunia na kile kijitabu cha maisha ya kuishi katika hii dunia. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anakuzungumza wewe mwanadarsa mwenzangu, anakwambia laqad jaakal haqqu min rabbika, elewa umekujia ukweli, imekujilia haki, inatoka kwa Mola wako. Fala takunanna, angalia kuna lanna hiya alafu kuna nuni taukidi thaqila. Mungu anakwambia fala takunanna, usije ukawa minal mumtarina, miongoni mwa wale walio na shaka juu ya umuhimu na nafasi ya Qur'ani katika maisha ya mwanadamu. Ay fala takun minashakina almurtabina, walio na wasiwasi. Wala takunanna minal ladhina kadhabu biayati llah, na usije ukaingia katika hatua nyingine mbaya zaidi,
kwamba ukawa wewe unazikadhibisha na kuzikana aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah mtukufu anasema 1 2 3, wewe unasoma 1 2 3, usije ukafika huko. Wala takunanna, wala usije ukawa minal ladhina, miongoni mwa wale watu ambao kwamba kadhabu biayati llahi, waliosema uongo aya za Mungu, waliosema kitabu hiki cha Qur'ani ni uongo. Ay la tukadhib bi shay'in min ayati llah, katika aya za Mungu chochote usikikadhibishe. Fatakuna minal khasirin, ukifanya hivyo utakuja kuwa miongoni mwa waliokula hasara. Qur'ani imekuja wala taqrabu zina, ishike Qur'ani ilivyosema. Ukija ukaikaribia zina, kunta minal khasirin. Qur'ani imekuja kukwambia innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali shaitani fajitanibuhu. Ishike Qur'ani. Kamari, ulevi, mizimu, ona vitu hivyo ni hatari, kuwa mbali navyo. Ukiidharau Qur'ani utakuwa miongoni mwa waliohasirika. Na aya nyingine na mambo mengine yamekuja kutufahamisha hivyo. Fatusbiha mimman khasira duniyahu, utakuja kuwa miongoni mwa wale waliokula hasara katika dunia yake, wa akhiratahu, na akhira yake. Al-Imamu al-Baydawi anasema wa hadha min babi tahayiji, maneno haya yamekuja katika mlango wa kuwahimiza watu watathbiti, na kuwataka watu wawe na msimamo, wa qat'i atma'il mushrikina anhu, na kukata tamaa za washirikina kutokana na lile jambo, labda Waislamu siku moja watakuwa na wasiwasi na kitabu chao. Anasema Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake Al-Jami, al-khitabu fi hataini al-ayataini, waliosemezwa katika hizi aya mbili, khitabu yenyewe linnabii sallallahu alayhi wasallam, aliyekuwa anazungumzwa ni bwana mtume, lakini walmuradu ghairuhu, waliokusudiwa wafuasi wake. Mtume hana shaka, mtume hana wasiwasi, lakini wewe mfuasi wake unasemaje kuhusu Qur'ani? Kama una shaka nayo, usiwe na shaka nayo. Tunakwenda tayyib. Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika, hakika ya wale watu ambao liliokwisha kuthibiti tamko la Mola wako la adhabu. Kuna watu Mwenyezi Mungu anawajua toka azal kwamba hao wamezaliwa makafiri, watazaliwa makafiri, wataishi makafiri, watakufa makafiri. Na kuna watu Allah anawajua watazaliwa Waislamu, wataishi Waislamu, lakini watakufa makafiri. Hawa ndio watu ambao haqqati alaihim kalimatu rabbika, limeshathibiti kwao tamko la Mola wako. Tamko la Mola wako ni lipi? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, wanadamu watakao kwenda kinyume na amri zetu, makafiri wa kijini, wote hawa tutawajaza katika jahannam, wote kabisa, hatobaki hata mmoja. Kwa hivyo Allah mtukufu anasema innal ladhina haqqat alaihim kalimatu ndio fa'ili wa haqqati alaihim kalimatu rabbika, kalimatu mudhafu wa rabbi mudhafun ilayhi, rabbi mudhafu wal kafu mabniyu ala al-fathi fi mahalli jarri mudhafun ilayhi. innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika
ay wajabati alaihim kalimatul adhabi, limepasa kwao tamko la adhabu, biiradati llahi alazaliya, kwa irada ya Mwenyezi Mungu ya azal. Hao watu ambao imeshathibiti adhabu kwao, la yu'minuna, hao hawataamini. La yu'minuna, hao hawataamini. Walau jaatuhum kullu ayatin, hata kama ingeliwajilia miujiza yote ya dunia iliyotokea wakati wa Saleh, iliyotokea wakati wa Adi, iliyotokea wakati wa Shuaibu, iliyotokea wakati wa Musa, maadamu wao limeshathibiti kwao tamko la adhabu, hawaamini tena. Walau jaatuhum kullu ayatin ay la yusaddiquna wala yu'minuna abada, walau jaatuhumul barahinu wal mu'jizatu hatta yarau al-adhaba al-alima. Wataendelea kukufuru, wataendelea kuasi, wataendelea kuikataa haki mpaka pale watakapoiona adhabu yenye kuumiza, ndipo watakapokuja kusema kama alivyosema Firauni, fahina idhin, wakati huo, yu'minuna, wataamini, kama amana Firauni, kama alivyoamini Firauni. Walakin la yanfa'uhumul iman, lakini imani ya kuamini wakati huo wa tukio, imani hiyo haikubaliwi mbele za Mwenyezi Mungu. Yauma yatadhakkaru insanu, kuna siku kila mwanadamu atakuja kukumbuka, na hasa yule aswi atakuja kukumbuka wakati wa kuvuliwa roho, au atakuja kukumbuka wakati wa kushukiwa na adhabu, au atakumbuka wakati anaulizwa kaburini na Munkari wa Nakir, au atakumbuka wakati wa kufufuliwa kwake, kwamba yale yaliyokuja nayo Nabii Muhammad ni ya kweli. Lakini Allah anasema wa anna lahu dhikra, kuna faida gani tena kwa mtu huyu kukumbuka wakati ambao hauna tena mtu kuweza kujirekebisha? Lakini kila mmoja wetu ukifika wakati wa tukio atakumbuka, lakini wakati wa kuvuliwa roho atakumbuka, wakati wa kuulizwa atakumbuka, lakini wa anna lahu dhikra, atakachosema yakulu ya laitani qaddamtu li hayati. Na Allah anasema fa yauma idhin la yu'adhibu adhabahu ahadun. Sawa. Tayyib, hatta yarau al-adhaba al-alima, waliothibitikiwa na adhabu wataendelea kukufuru na kuipinga haki mpaka pale watakapoiona adhabu. Watatamka shahada, kuna wengine watatamani kurudi duniani na kadhalika, lakini huo utakuwa si wakati wake tena. Wakati wa mtu kujirekebisha ni huu wakati ambao sisi Mwenyezi Mungu bado anatuneemesha. Huu ndio wakati wa mtu kubadilika. Ni binadamu sisi, hakuna shaka yoyote, hakuna atakayekosa kuteleza, lakini kama alivyotuelekeza Bwana Mtume, wa khairul khataina at-tawwabuna, wakoseaji bora ni wale wenye kurudi kwa Allah wakamuomba msamaha. Ramadhani imetufunikiza kama alivyosema Bwana Mtume. Ebu na tuitumie Ramadhani kumlilia Allah tabaraka wa taala kwa yale yote tuliyomkosea. Tumuombe kwa dhati na kwa unyenyekevu. Ya Allah, sisi ni ibaduka dhuafa, tunakuomba pale tulipoteleza ya Allah,
tusamehe makosa yetu ya Allah. Lakini hata zile dhambi ya makosa tuliyoyafanya, kwa fadhila zako ya Allah, kwa rehema zako ya Allah, tubadilishie zikawe katika jumla ya matendo yetu mema. Tunayo nafasi hiyo na Mwenyezi Mungu anaweza kutupokea. Illa alladhina anasema illa man taba, isipokuwa atakayetubia toba ya kweli. Lakini sio anaomba dua hiyo alikuwa na mwanamke wake wa zinaa, wameshaweka ahadi tutakutana mwezi mosi. Sasa hivi si unajua Ramadhani bwana, kila mtu abaki kwake. Lakini kila mtu abaki kwake, huyo anayeambiwa baki kwako anapelekewa futari na huyu mwanamume wake. Anayezini yule mwanamume anapeleka futari kwa yule mzinifu mwenzake. Lakini eti anasema hii Ramadhani hii tukae mbali kwanza mimi na wewe. Kinachokufunga ni ile nia yako, sio kinachokufunga yale matendo yako. Kama mtu unamhudumia, kama mtu unamlisha wewe, lakini unajua kabisa Ramadhani ikimaliza tutakutana, wewe huna toba. Tumefahamiana? Hata kama ilikuwa mpaka mwezi wa Shaaban, katika ile lugha ya kipumbavu na ya kijinga inayoitwa vunja jungu, si ulivunja jungu, basi lifanye limeshavunjika kabisa. Usirudi tena ukenda ukaliungaunga. Mwambie Mwenyezi Mungu, umeshanivua kule ulikonitoa. Ya Rabbi, mimi nisaidie ya Rabbi. Ramadhani ikiondoka, iondoke sisi maghfurina. Tunafahamiana?